asifiwe. Wewe ukikula chakula mingi sana lunch, labda kangumu na soda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dereva rafiki yangu alikuwa hata skudi hapo napatiana, alikuwa tu anaitisha soda na mandazi, alikuwa anakula kwa stendi akiwa hivi. Siku moja tumbo ikarudi ndani, alienda kutoka kwa gari akaanguka, kuchukuliwa hapo kutoka Gethorei mpaka St. John kwenda kupimwa, kukasemekana ni njaa. Bwana Yesu asifiwe. Na saa hiyo mwanaume ako na 40K kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini? Alikuwa anaweka ni kwa sababu ya watoto. Afadhali watoto akiwakae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akawawekea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikufa ni kwa sababu ya njaa. Zile pesa alikuwa anaziweka ni kwa sababu ya watoto. Zile ploti alikuwa anaziweka ni kwa sababu ya watoto. Zile magari alikuwa ananunua ni kwa sababu ya watoto. Hazikumaliza miaka 2 kwa sababu watoto hawajui kuongezea. Sasa ni kuchukua, alikuwa anachukua, wanakula na tumbo. Hakuna kuinvest, walikuwa wanakula. After 2 years, hawa watoto hawakuwa na kitu, walikuwa chokora. Kwa sababu kazi yao ni kukula, hawajui. Huyo mzee akawaonyesha kutafuta. Sema hivi. Hallelujah. Na ndio maandiko inasema vizuri, kitu yenye sasa Mungu atapenda sana ni ukule na ukunywe na wekale mautu meka. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari mwingine sema, najua kwamba kila kitu anachokifanya Mungu kitadumu milele. Amen. Hakuna kinachoweza kuongezwa au kupunguzwa. Mungu hufanya hivyo ili watu wamche yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi, hakuna kitu kizuri ambaye Mungu alianza kitaenda kupule, ni kwa sababu ni Mungu mwenyewe ameanza. Bwana Yesu asifiwe. Basiseme hautaenda mbali. Kuenda utaenda mbali kwa sababu Mungu ndiye ameanza. Kazi nzuri ndani yako apostle, utaenda mbali ni kwa sababu Mungu mwenyewe, si mtu, ni Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mzee mwingine fulani wa yeye alikuwa amechamba hapo anauza. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba yake ilikuwa inaanguka kwa sababu ya matope. Haleluya. Siku moja alikufa. Watoto walikatakata hiyo shamba kama hapo moja. Keyu. Bwana Yesu asifiwe. Walisika baba yao wakiwa na magari wamejibeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na si vibaya. Si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maandiko inasema kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Invest. Kuinvest si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupanga, uchue, usiwawekee, usiseme ni dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Kula vizuri. Kunywa vizuri. Lala vizuri. Hata toto utaota toto nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukikula vibaya, hata ndoto utakuwa unaota vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kiroto Mungu anaota tani wachowe ukiria kanyama wega kafurahi. Ukiria kanyama kafurahi. Uliroto wega. No ndo somogana kuguthi ukiotinagiryo mametura. Kana maguru magoko. Ugaya tumulera maguru magoko kwatira atira kuongerera inyamo ici zinokio. Bwana Yesu asifiwe. Urao kirata wiki okirimaini. Urao kihoro ukiroto gite mako. Mwathani arogocu. Lakini ukikula vizuri, Bwana Yesu asifiwe. Toto zenye zitakuja mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa unaanza tu kimsifu Mungu vizuri, holeje utaenda ulu. Mwathani Yesu arogocu. Bwana Yesu asifiwe. Afika. Wasa kule mitura. Mwathani arogocu. Ikita ubaza uthio gatema oyage nginya cioredia umunegenagia umwire ati thokithia na guku ni urajicira. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hatutajiweka kwa hiyo klasi leo nasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima tuondoke kwa hiyo klasi. Na ninajua mtu ndio ujipeleka pale. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu ndio ujitoa pale. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Kuna watu wengi sana wako hapa duniani na wako na pesa, lakini kwa sababu ya ile level walijiingisha, hawawezi jitoa pale. Hawawezi. Kwa sababu walichua. Kuna watu hata wako na pesa lakini hawanachua ni wa kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukimwambia saa hii hebu nipatie 1,000 atakwambia hana. Bwana Yesu asifiwe. Niwatekese jana kuna jamaa alikuta pahali. Akaona kibete akienda miti hivi. Bwana Yesu asifiwe. Huo jamaa alitoa wallet. Akatoa 1000 ngapi? 5 akapatia hiyo kibete. Kajamaa Kenya walikuwa nako kakameza mate. Watu wenye walikuwa hapo wakasema huyu kijana atanyang'anya huyu. Huyu mzee akasema hapana, si walikuwa pamoja. Watu wakapiga kelele wakamwambia hapana. Vile umefanya vizuri. Lakini ungemuitisha namba ya mama yake, umtumie hizo pesa aende akasaidiwe na mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu ikaleta shida hapo. Watu wakafungana. Huyo jamaa akasema ni sawa, lakini wacha nitupe huyu mtoto nimchukue na gari yangu nimpeleke mpaka. Wakati waliingiza kwa hiyo gari, hakana kijana kalikuwa kanataka kumwibia. Kalileta shida. Kitu kama 20 minutes kanabidi hao. Kitabu kile cha roho hapana. Huyu kijana waje kumtoa hapa. Wewe, unamtoa na. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakasema hapana. Kitu yenye utafanya hizi pesa muitishe uwekee mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akauliza namba ya mama yako? Hapana. Sasa vile walitengeneza hata kijana walisema hii kilitano walizipatiana aitisho hata kijana akapatiwe kimoja. Sasa na kaambiwa make sure huyo mtoto amefika nyumbani. Kijana alicheka mpaka anaona ngani tu. Alicheka kwa sababu bili yake imeingia. Sasa mwenye alipodiana pesa akasema hapa na nilipodi kuna mambo. Sasa kijana akapatiwa 1,000, hizi 4,000 mzee akachukua. Akamwambia tunipatie namba ya nyumbani nikuwekea hizi pesa. Huyu amekisema uende nyumbani, hizo 4,000 utazikuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizo 4,000 zikawekwa. Lakini kijana alipatiwa, roho yake ikafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa ametai hizi pesa huyo kibete hata fika nazo nyumbani. Ni sawa kufika nyumbani atafika. Na mtu mmoja pia alihudua akasema kijana huyo alipatiwa nyama siku moja pale akakatiwa vizuri, hata kijana kakakuja akamnyang'anya yote. Sasa akamwambia mimi niko na ushuhuda alimnyang'anya nyama. Sasa kama alimnyang'anya na anaomba na ukipatia 5,000, wao unafikiria atafikiria nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nataka kukuambia kuna mtu, Bwana Yesu asifiwe, hata akibarikiwa ni kwa sababu ya ile level alijiingisha hata anaweza kujitoa. Wacha tujitoe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu andiko linasema ni vizuri tukule na tukunywe. Bwana Yesu asifiwe. Na tusilie tena. Wacha Mungu na ajionyeshane katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana na azidi kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sitaki kwenda sana ni kwa sababu tuko na shughuli. Nataka tuende hivyo, tumepangana wamama tuende saidi yetu, waende saidi yao, wazee waende saidi yao. Unajua mambo itakuwa sawa, siku smart. Mambo itakuwa sawa sawa kwa sababu kuna Mungu. Amen. Tuinuke na miguu yetu na Mungu awabariki.